bana, siku ya jana kumekuwa kuna story nyingi sana ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii. Yote hii ni mara tu baada ya kuonekana kabisa kwamba kuna wanachuo ambao wao waliweza kujirekodi video ya kudhalilishana. Yote hii kisa na sababu ikiwa ni Mwijaku, na baadhi ya watu wengi sana kusema kwamba Mwijaku mbona kama kashindikana, mbona Mwijaku anavuka mipaka, kwa nini anaingilia hata kwa watoto wadogo. So hata pia Waziri Gwajima aliweza kuchukua sheria mkononi. Yote hii ni mara tu baada ya wanachuo hao kuweza kujirekodi kudhalilishana, kisa na sababu ikiwa ni Mwijaku. So Haji Manara bana aliweza kupakia post ambayo post hiyo ilikuwa ni yeye pamoja na Mwijaku wakiwa wanaonekana Mwijaku akiendelea kwenye sakata zima la uchawa kwa ajili ya kutaka kumwokota Haji Manara. Video hiyo ambayo iliweza kupandishwa na Haji Manara kupitia ukurasa wake wa Instagram ilipakiwa pamoja na post ambayo posti hiyo ilikuwa ni posti ya caption ikiwa inasomeka maandishi chini ikiwa inasomeka hivi: okay, tuachane na hizo drama zake, nimefanikiwa kuongea na mkewe na amekubali kumsamehe kwa sharti moja tu, awaite wale mabinti mbele yake waje kumuomba msamaha. Akaja kuweka emoji fulani hivi za kucheka. Sharti lingine gumu, eti wakija waje na wazazi wao. Akaja kuweka emoji fulani hivi za kucheka. Lakini mbali na hapo aliweza kusema na mseme ilikuwa ni room namba ngapi. Akaja kuweka emoji fulani hivi za kuzomea na kucheka cheka. So hayo ndo masharti matatu ambayo aliweza kupewa Haji Manara amfikishie Mwijaku ambaye pia ni rafiki yake, lakini pia ni mtu ambaye ni mtu wake wa karibu. Kwa kweli kama mdau wa burudani uko na mtazamo gani? Unaweza kanita Skofu Masela on this one. Mtanzania mchizi kichizi msela kisela, kuna kupoa la kuboa kama mashine ya kusaga na kukoboa. Usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania. Until next time, bye bye.